Toka, 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 toka. Mchungaji, kwani wewe ni nani na umetokea wapi? Usijali. Unajua sisi watumishi wa Bwana tunakutana na changamoto nyingi sana, na tunawekwa katika majaribio mengi sana, ili mradi kupima uimara wetu na imani yetu kama ni thabiti. Ni jambo dogo sana kuwa na amani, na miongoni mwa vitu ambavyo vinakuandama ndio kama hivyo. Lakini kwa sababu umechagua njia sahihi, maisha yako umeyakabidhi mbele ya Bwana, hakuna kitu ambacho utakishindwa. Ushindi upo mikononi mwako. Hii hali kiukweli imenipa wasi, lakini kwa maneno yako nimejikuta na nimepata nguvu upya. Ama kweli Bwana anatenda. Haleluya. Lakini kwa hiki ambacho nakiona, imani yangu inaniambia kwamba vita ni kubwa. Kwa hiyo maombi haya ustahili peke yako. Unastahili siku nyingine uje na familia kabisa ni wafanyie maombi ya pamoja. Naamini kwa kufanya hivyo utashinda. Sawa mchungaji, hilo linawezekana. Hakuna shida kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. Uende na amani ya Bwana. Amina. Asante dadangu. Samahani dada. Mimi na njaa dadangu. Kama una chochote kitu naomba unisaidie. Kaka, kati ya nyumba zote umeona hii tu? Hamna. Sijaanza hapa. Nimetoka huko. Ila kila ninayomwomba ananifukuza. Sawa, usijali. Nitakusaidia. Asante dada. Usijali. Mungu. Nashukuru. Asante. Hapana, hata usijali. Nashukuru sana. Asante dadangu. Umefuata nini nyumbani kwangu? Kwanza mtu mwenyewe unanuka chokora wewe tu. Ondoka nyumbani kwangu. Dadangu. Kosa nini dadangu? Ondoka! Ondoka huko. Yaani mimi napoteza hela zangu ndani, kumbe wewe unabeba unakuja kugaia machokola, si ndio? Ndicho kilichokuleta hapa. Kwanza ondoka. Grace. Sari. Mimi naona katika jambo la kumfuatilia huyo jamaa imekuwa gumu. Mr. Mponda sasa hivi anaenda kwenye maombi. Imefikia hatua sasa kazi yangu naiona ngumu. Amejikinga kwa kila mbinu. Na hata sielewi nifanye kitu gani. Nachanganyikiwa. Mr. Kapue,
Mimi naona hivyo vyote ni vitisho tu. Mchungaji kwa mchungaji gani? Mimi naona hiyo kazi niachieni mimi. Grace, si vizuri sana kubeza maneno ya mtu. Hali ya kuwa anachokiongea ujue anamaanisha nini. Na kaa ukitambua kwamba lisemwalo lipo. Na kama alipo basi linakuja. Mr. Kapuya, mimi nimekuelewa. Na nimekuelewa vizuri sana tu. Hii sehemu sio salama kwa sasa. Hivyo, naombeni mtawanyike kwa sasa. Nitawaita tena kwa wakati mwingine. Wewe. Unatoa wapi mamlaka kujitikisa akati sisi tunaendelea na mambo yetu? Umeletwa humu ndani kwa kazi kama hizi. Tena kaa kwa kutulia hapo, jitikise tena nitakutia mbao. Jamani, kwani kuna kitu gani nimewakosea? Kama kuna kitu kibaya nimefanya naomba mnisamehe. Hatutaki makelele yako ndani. Pindi unatoka huko kuja katika hii nyumba, sio kwamba ulikuja kwa ajili ya kupumzika tu. Yaani kuna vitu utapitia hautoka uamini. Yaani hapo wangekuwa ndugu zangu wa Kenya, wangekuwa wanapiga design hii. Yaani venye umekaa hivyo nasikia raha. Hatari sana. Wewe nini? Ndevi. Wewe. Hivi unielewi, si ndio? I say, nitakupiga bonge la mbao. Naona sasa mazoea yanataka kupita kiasi. Wala wako jitikise tena. Karibu. Asante sana. Habari zenu? Salama. Ole wako mwambie kaka kitu chochote. Sipa. Kwa haya yanaendelea humu ndani. Ndio maana nimekuja na hili wazo. Unajua toka amefika Nyoto humu ndani, mume wangu hana mapenzi na mimi. Kila nikimwambia jambo, mume wangu amekuwa anisikilizi. Kwa hiyo inaashiria hatari kwenye ndoa yangu. Kwa kabla hajatokea mengine, inatakiwa tuliwahi hili. Kwa hiyo mimi nimewaza kuna jambo inatakiwa tulifanye. Ni kweli. Yaani
tangu Nyota afike huko ndani, mambo yetu yamekuwa ndivyo sivyo kabisa. Mpaka hata upendo wangu kwako naona kama unapungua kwa sababu tu ya huyu Nyota. Yaani amekuwa kizuizi kikubwa sana kwenye penzi letu. Kiukweli inaniumiza sana. Na hilo wazo ulilitoa ni wazo sahihi sana. Tukilifanya mimi na hakika mapenzi yetu yatarudi kama mwanzo na tutaenjoy sana. Kikubwa hapa ni Nyota atoke katika hii nyumba. So piga huwa garagaza. Lazima tufanye kila mbinu ili kusudi Nyota atoke katika hii nyumba. Mimi nakupenda sana. Sema inabidi tufanye kila mbinu ili Nyota aondoke katika hii nyumba. Tuweze I love you. Love you too. Kweli. Oh. Kumbe mpo huko. Sipa. Nakuomba mama. Na mazungumzo naye. Sawa. Mke wangu we. Mke wangu. We mke wangu we. Hebu amka unywe dawa bwana. Amka unywe dawa. Dawa nishafikisha hapa. Mimi nazunguka na hangaika na kuhangaikia wewe lakini mtu mwenyewe fadhila huna. Kunikondesha. Leo utakunywa dawa. Na nakwambia dawa utakunywa. Utakunywa tu. Yaani mtu mwenyewe unajiuguza. Ka ugonjwa kadogo tukamisha kukaa karibia. Sasa nikaacha kukupa dawa wewe ulivyokuwa mvivu wa kunywa dawa si unaweza ukaugua hata miaka 2 wewe. Nakwambia utakunywa dawa mpumbafu mkubwa wewe. Mbwa wewe. Dawa zenyewe paracetamol. Sisi tulikuwa tunakunywa kololo queen enzi hizo miaka 1990. 90, 95, 96, 97, 98 kulikuwa na dawa zinaitwa fancy dawa unazijua? Unakuja kutuletea hapa dawa zenyewe hizi azilete tulitoni unasinzia. Sio nini unalala sio unafanyaje dawa hii hapa kuja. Sitaki mdomo nataka unywe. Sitaki kabisa mdomo nataka unywe mke wangu. Tena ukitaka mizimu yangu ya kijita ipande, kataa hii dawa. Utawaita mababu na mabibi kule. Unamjua mzee Mahindi wewe? Tamuita hapa, kunywe dawa. Chungu. Unasemaje wewe? Sasa ngoja nikuonyeshe kwamba chungu inaweza ikawa tamu. Pumbafu utakunywa wewe mbwa. Wewe unataka kuletea. Kuletea. Uone mimi wewe. Kun. Wewe, empanua mdomo. Panua. Wewe panua. Wewe panua. Nakunywa vizuri. Sasa utapona. Yaani hapa ni wiki 2 tu unapona pumbafu. Hata wiki 2 hazitaisha. Siku 3, 4, 5 unapona pumbafu. Wewe kunywa dawa. Panua mdomo. Pumbafu. Wewe unaogopa kunywa paracetamol? Ungekuwa unakunywa fancy dawa si ungekufa hapa. Kololo queen unazijua miaka 90 1995 huko 98 tunakunywa watu fancy dawa. Pumbafu. Nyang'ao. Akunikondesha mimi na mashida yako ya kuugua hapa.
Mimi nakupenda lakini wewe mwenyewe upendeki, umekuwa boga, umekuwa jinga jinga tu. Nyang'ao. Alafu hapa nakupika unaenda kupika wewe mpumbavu, unalala hapa, mimi naenda nahangaika kwenye maisha yangu ya shida huko. Unaletea tena shida nyingine. Sinda nenepo mwaka 2040 mimi. Sipa. Naam kaka. Dada yako Nasra alikuja, alinieleza kuhusiana na tulipofikia sasa. Unatakiwa urudi nyumbani ukaendelee na maisha ambayo mlikuwa mnaishi na dada yako. Binafsi yangu sina shida na wewe, sina tatizo na wewe. Hapa ni nyumbani. Kwa wakati wote, saa yote ukijisikia kurudi, hapa ni kwako. Wakati huu dada yako amekufuata ili mkaendelee na taratibu zingine. Kwa hiyo nilikuita hapa kukufikishia hivi. Au sio dada? Ni kweli kaka. Kama ulivyosikia, nimekufuata hapa twende nyumbani kwenda kufanya mila. Kama unavyoona, miaka mingi sasa. Hivyo basi, kaandae vitu vyako, ujiandae na tuondoke nyumbani. Hivi dada, nikwambie mara ngapi unielewe? Kama ni mila na desturi, ukizifuata wewe inatosha. Kwa nini ulazimishe na mimi kufanya vitu kama hivyo? Sikia, sidhani kama na muda mchafu wa kupoteza kwenda huko. Unasemaje wewe? Hivyo hivyo ulivyonisikia. Hapana dada, usifikie huko. Tulia, tafadhali. Naomba utulie. Wewe, ningekuonyesha leo. Naona sio unataka kunizoea, si ndio? Bas. Mkuu, naomba unifanikishie hili ambalo liko mbele yangu, tena kwa haraka sana, maana watu wengi wananitegemea mimi, wameweka imani zao kwangu, na bila hivyo basi imani yao itapungua sana kwangu. Naomba unisaidie.
mwili